Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anathibitisha kwamba sasa wa Ukraine wasitarajie kupata maeneo yao. Kiev haina tena uwezo wa kurejesha mikoa ambayo imekuwa sehemu ya Urusi tangu mwaka 2014, na hii ni kulingana na rais huyo wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron. Rais huyo wa Ufaransa ameonyesha ishara kwa wanahabari anaposubiri kumkaribisha kansela mpya wa Ujerumani Friedrich Merz. Anasema raia wa Ukraine wanafahamu vema kwamba hawana uwezo wa kutoa tena eneo lote wanalodai ambalo linashikiliwa na Urusi. Rais huyo anasema Ukraine imekataa ombi la Urusi la kukataa madai yake kwa maeneo yaliyopotea. Kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema mwezi Aprili hata hivyo kwamba Kiev haikuwa na silaha za kutosha kutoa tena Crimea kwa nguvu. Vita lazima viishe na Ukraine lazima iwe katika nafasi nzuri zaidi ya kuingia katika mazungumzo ambayo yatawezesha kushughulikia masuala ya eneo, Macron aliambia TF1 siku ya Jumanne. Hata wa Ukraine wenyewe wana ufahamu wa kukiri kwamba hawatakuwa na uwezo wa kurejesha kila kitu ambacho kimechukuliwa na Urusi tangu mwaka 2014. Hatuwezi kuondoka Ukraine peke yake, rais wa Ufaransa aliongeza, kwa kuwa haitajiunga na NATO. Tunapendekeza vikosi vya uhakikisho, kwa maneno mengine washirika ambao watapeleka vikosi mbali na mstari wa mbele katika maeneo muhimu kufanya operation za pamoja na kuonyesha mshikamano wetu, anasema rais huyu wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron. Hata hivyo, Macron alikuwa na mpango wa kuyarejesha maeneo hayo, akishinikiza Urusi kwamba lazima yarudishe maeneo hayo ili tu amani iweze kupatikana katika eneo hilo la Ulaya Mashariki. Ufaransa na Uingereza zimependekeza kutuma wanajeshi wa kulinda amani nchini Ukraine kufuatia kusitishwa kwa mapigano, lakini wametoa maelezo machache. Urusi imeonya kwamba wanajeshi wowote wa kigeni walioko Ukraine bila idhini yake, haswa wale kutoka katika nchi za NATO, watachukuliwa kama walengwa halali na maadui. Crimea, ambayo ina wakazi wengi wa kabila la Urusi, ilipiga kura ya kujitenga na Ukraine na kujiunga na Urusi muda mfupi baada ya mapinduzi ya mwaka 2014 yaliyoungwa mkono na Magharibi huko Kiev. Jamhuri za Donbas zinazozungumza Kirusi kwa kiasi kikubwa za Donetsk na Luhansk pamoja na mikoa ya Kherson na Zaporizhia zilifanya hivyo hivyo baada ya kufanya kura za maoni mnamo Septemba mwaka 2022. Rais wa Marekani Donald Trump aliambia jarida la Times mwezi uliopita kwamba Crimea itasalia kuwa chini ya Urusi, akidai kuwa Zelensky alielewa hili pia, na mpango wa amani wa Trump unaripotiwa kufikiria kusimamisha mzozo katika mstari wa mbele wa sasa wa kutambua mamlaka ya Urusi juu ya peninsula hiyo ya Crimea. Rais pia amesisitiza mara kwa mara kwamba anataka kumaliza umwagaji damu haraka iwezekanavyo, na wakati huu mpango wa kumaliza vita hivyo unaandaliwa huko Istanbul nchini Uturuki, ambapo rais wa Urusi Vladimir Putin atakutana na mwenzake wa Ukraine Volodymyr Zelensky pamoja na rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.